74 ibara ndogo ya kwanza ya katiba, waondoe mamlaka ya rais kuteua tume. Waende ibara ya 74 ibara ndogo ya 5 ya katiba inayosema rais ambaye ni mwenyekiti wa CCM ana mamlaka, akitaka kuiondoa tume wakati wowote anaweza kuiondoa. Tukawaambia warekebishe kwanza katiba ibara ya 74 ibara ndogo ya 10 ya katiba inayosema kwamba tume ikifika hapa Tanga kusimamia uchaguzi, katiba inailazimisha tume kutumia watumishi wa umma wa halmashauri, watendaji wa kata, watendaji wa mitaa na watumishi wengine wa umma. Tumesema futa hiyo, badala yake tume huru iruhusiwe kwa ajili yenyewe watumishi wake huru wa kusimamia uchaguzi ngazi zote. Tunawaambia futa kwenye katiba ibara ya 74 ibara ndogo ya 12 ya katiba inasema hivi: tume hii imekingwa kwamba tume ikimwengua mgombea wa upinzani, ikizuia upinzani kufanya kampeni, huwezi hata kwenda mahakamani, kwa sababu ibara hiyo ya katiba imeikinga tume dhidi ya mashtaka yoyote. Ndugu zangu, tunahitaji marekebisho haya. Wao wanakuja kutuambia eti kubalini kukwenda kwenye uchaguzi kwa sababu eti wametunga sheria kwamba sasa mgombea akiwa mmoja atapigiwa kura ya ndio na hapana. Lakini kwenye sheria hiyo hiyo hawajaweka utaratibu wowote kura ya hapana inapigwaje, wakala wa kusimamia kura ya hapana anaingiaje, matokeo yake ni nini. Kura hiyo ni kiinimacho, kwa sababu siku ya kura atakuwepo polisi, atakuwepo wakala wa CCM, atakuwepo mtendaji ambaye yuko upande wa CCM. Kura za hapana zitahesabiwa hapo? Zitahesabiwa hapo? Ndio maana msimamo ni nini? No reforms, no election. Nimalizie kwa jambo moja. CCM wamezindua ilani yao ya uchaguzi. Kipindi kingine cha CCM watapeli wa Tanzania. Katika ilani hiyo CCM imeandika kwamba Watanzania ichagueni CCM, alafu eti ingie madarakani, alafu CCM iandike katiba mpya kati ya mwaka 2025 mpaka 2030. Nataka kuwakumbusha Tanga, hii sio mara ya kwanza CCM kuandika ilani ya kuahidi kuuisha na kukamilisha mchakato wa katiba. Ukienda kuchukua ilani ya CCM ya mwaka 2015 2020, ahadi hii walioiandika sasa waliandika wakati huo na hawakuitekeleza. Lakini si ilani ya CCM. Rais Samia alipoingia, tumekaa naye kwenye mazungumzo Mei 2022, tumemweleza namna ya kuendeleza mchakato wa katiba mpya kabla ya mwaka 2024 katiba mpya ipatikane. Tukaingia kwenye mazungumzo ya mwaka mzima. Tulichobaini kwenye mazungumzo haya, CCM haitaki katiba mpya kwa sababu moja, haitaki madaraka ya rais yapunguzwe, haitaki uchaguzi huru na haki, haitaki wananchi kupata haki za msingi. Wao nawaambia Tanga, msikubali wa utapeli wa CCM na tuendelee na safari ya kuiondoa CCM madarakani ili tuingie kuongoza nchi, tuandike katiba mpya kwa niaba ya Watanzania. Tupige kura kuhusu hilo. Kama ukubaliani na utapeli wa ilani ya CCM, kunja ngumi, kunja ngumi, kunja ngumi. People! People! Sasa pamoja na people's power, kunja ngumi, ngumi ikiwa juu, ngumi ikiwa juu. Sema sikubaliani na utapeli wa ilani ya CCM. Sikubaliani na utapeli wa ilani ya CCM. Sikubaliani na utapeli wa ilani ya CCM. Asanteni sana, naomba nimlete makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Wegesa Heche aweze kuzungumza nani. Makamu mwenyekiti, karibu sana.